kufanya dhambi ili kuwe na hofu katika moyo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hizi atakazozichukua asallahu an yuhditha ba'da dhalika amra. Wallahu a'lam. Naam. Shukran sana Sheikh. Swala hili linasema tunaomba nasaha kutoka kwako kuhusu mpasuko ya Waislamu katika mambo ya dini. Alhamdulillah, nasaha wa mimi nasaha yangu hii swali jawabu siwezi kutoa, lakini taka muda mrefu. Mimi natoka katika haraka mshe wangu shaali kama takosea tarekebisha nani furqa yote ikhtilafu yote kwa Uislamu jumla ni inaingia mambo kibri na shuhra shetani tu. Alafu watu wanatumia shiar nembo ya kuvuta watu. Mimi leo kama namwambia watu natangaza kitu fulani ambayo watu wapenda, watu sibati watu al-khawarij. Kwa nini mwaga damu ya sahaba na mkufuru sahaba wamenyanyua nembo ambayo inal hukmu illa lillah? Sasa mara nyingi tunaambia watu asikudanganye mtu nembo ambayo yeye anataja, angalia vitendo yake. Nembo kila mmoja anatumia, hata watu wa uchaguzi hao kila mmoja anatumia nembo nzuri. Kama wewe unajua vitendo yake huyu ni uongo, hata au Shia. Kwa nini mkufurisha sahaba yote bakisha wachache tu? Kwa nembo umechukua nembo ambayo kutetea haki wa Ahlulbayt, na Ahlulbayt umemnyima nani hukumu yao, khilafa yao, kiti yao, kursi. Mtume watu wengine wanapenda Ahlulbayt, kizazi wa mtume, na wengine wanamkhalifu Uislamu kunyanyua mathalan manhaj fulani, wao wanafuata mathalan salaf salih mathalan. Sio kila mtu anaita lazima tujue anafuata au nini. Na wengine sasa sisi tutampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hii neno